Hii ni Mshani Wellness. Make sure una subscribe kwenye YouTube channel yetu, lakini vile vile tuna WhatsApp group, link ipo kwenye description, unaweza ukajiunga bure kabisa. Bila kusahau hakikisha unabonyeza hiyo alama ya kengele ili tunapoweka masomo mapya unapata notification mara moja na unakuwa wa kwanza kuyatazama. Kwenye hili somo tutazungumzia kuhusu aloe vera na tutaangazia kwa nini aloe vera inahubiriwa kwamba ni moja ya mimea bora zaidi ya kutunza ngozi, lakini watu wengi wanapoitumia inawaharibu ngozi zao baada ya kuwajenga. Kwa hivyo tutaangalia namna kuu 5 ambazo watu wengi sana wanakosea kutumia aloe vera, badala ya kuwasaidia inabadilika na kuwa nightmare, inaharibu kabisa ngozi zao. Kosa la kwanza ambalo linafanywa na watu wengi ni kutumia jani lote la aloe vera badala ya kutumia ile sap, ile jelly, clear jelly sap. Jani la aloe vera ukienda kukata, ukichunguza vizuri kwa nje kule utombo unaotoka nje juu kunakuwa na rangi ya njano. Ule tunaita una kitu inaitwa aloin. Ile ni sumu katika mwili, katika ngozi yako. Inaweza ikatrigger allergy kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, kata ile jani la aloe vera, liloweke kwenye maji kwa dakika 10 hadi 30. Baada ya hapo ule utombo wa njano utakuwa umeshatoka wa kutosha, then kata vizuri, limenye vizuri lile jani, alafu toa ule utombo ambao ni mweupe, yani ni clear kweli ile jelly. Tumia ile pale kwa kupaka. Na sio tu unakata aloe vera, then kuna watu unakuta anaenda anakata na kisu, alafu anapitisha wakati linavuja ile anapitisha usoni, yani anasugua hivyo mchanganyiko wa ile jeli ya njano na ile clear. Kama unafanya hivyo, basi jiandae kuaibika zaidi, kwa sababu itakuharibu kweli. Kwa hivyo jitahidi usitumie kama kwa namna hiyo. Tumia vizuri, kwa maana ya kwamba kata jani liloweke ile sap ya njano ivuje, lichane vizuri, then kusanya ile jeli ambayo ni clear ndio uitumie. Kosa la pili ni watu wanapaka aloe vera alafu wanaenda juani. Aloe vera ni photosensitivity, kwa maana ya kwamba inasababisha mwili wako kuwa very sensitive kwenye jua. Kwa hiyo ukipaka ukaenda kwenye jua, basi aloe vera inaweza ikakusababishia ngozi yako kupata zile sunburns. Kwa hivyo unashauriwa kama unatumia pure aloe vera katika yani umeivuna katika ile namna ambayo inatakiwa na inashauriwa kitaalamu, unashauriwa kutumia wakati wa usiku peke yake. Kwa hiyo wakati unakwenda kulala, basi unaweza ukapaka nusu saa ama dakika kadhaa kabla ya kwenda kulala, then ndio unalala. Kufanya hivyo inakuwa ni vyema zaidi na inaweza ikakusaidia sana, hautopata hizo changamoto za kukuharibu ngozi. Kosa la 3 ni wapi unaipata hii aloe vera. Kuna watu wanaamini zaidi aloe vera za dukani kuliko za kutengeneza wenyewe. Aloe vera nyingi za dukani zinakuwa hazina aloe vera yoyote, yani ni product ambazo zimewekwa tu nembo za aloe vera, lakini mle ndani kunakuwa kuna aloe vera, kunakuwa ni kemikali za ajabu, sumu zimejaa kwenye zile product. Kwa hiyo ukitumia lazima inakuharibu kwa sababu si aloe vera. Kwa hiyo kuwa makini sana. Kwa product kama aloe vera ni vizuri ukaitengeneza mwenyewe nyumbani. Kosa la 4 ni overuse ya aloe vera. Watu wanatumia aloe vera kupita kawaida. Unachotakiwa kufanya, unatakiwa utumie mara 2 hadi mara 3 kwa siku. Wewe sio kila siku tu umepaka, kila siku tu umepaka, tena unapaka bila hata kuzingatia kwamba hii jeli napaka ni njano au ni ile nyeupe. Kwa hivyo kama sasa ngozi yako ni sensitive, hakikisha unapaka mara 2 hadi mara 3 kwa wiki. Na kosa la 5 ni wale wanaotumia aloe vera kwa kula, kwa matatizo ya ndani ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sio kila aloe vera inapaswa kuliwa. Kuna aina tofauti za aloe vera na kuna zile ambazo ni bora zaidi kwa matatizo ya ndani ya mwili kama hivyo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuliko nyinginezo. Kwa hivyo kabla hujatumia hizi aloe vera
ni vizuri ukawasiliana na mtaalamu wa afya kwa ajili ya kupata ushauri zaidi ni aina gani ambayo ni bora zaidi kutumia kwa ndani na kwa nje. Kwa hivyo aloe vera ni moja kati ya mmea bora sana, inaweza ikakusaidia sana kama utaitumia ambavyo inatakiwa, lakini ni miongoni mwa mimea ambayo inaweza ikakuharibu kweli kama utatumia kinyume na inavyotakiwa au kama utadanganywa. Vitu vingine cha msingi cha kuzingatia ni kwamba hakisha una testi kwanza kidogo sehemu ndogo ya mwili wako kabla ya kutumia. Usitumie aloe vera katika vidonda, yani kama kuna kidonda kikubwa ambacho kiko open kikubwa, usipake moja kwa moja aloe vera kwenye hicho kidonda. Lakini pale ukisha shave, labda umemaliza kunyoa, kama wamekatakata unakuta na damu zinatoka, usitumie aloe vera moja kwa moja, jioshe kwanza, damu ikate then ndio unapaka ile aloe vera. Lakini kwa mjamzito pia utakiwa kutumia aloe vera. Na mwisho kabisa, hakikisha unahifadhi aloe vera kwenye friji na zisizidi siku 3. Tumia ndani ya siku 3, kama bado itakuwepo siku ya 4 hiyo hairuhusiwi kuendelea, haishauriwi kuendelea kutumia hiyo aloe vera. Kwa hiyo ukishaivuna aloe vera yako, hakikisha unakaa nayo siku 3 then unatengeneza nyingine. Hayo ndio makosa ambayo watu wengi sana wanayafanya na kusababisha aloe vera kuonekana kama ni moja kati ya mimea ambayo ni hatari kwa ngozi badala ya kusaidia watu. Hope utakuwa umejifunza na namna gani ya kuweza kupambana na hizi changamoto, na next time naamini utatumia aloe vera katika namna ambayo inafaa. Hope utakuwa umeenjoy somo mpaka wakati mwingine. Bye bye.